Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE. Bado tuko nawe katika TV Habari, na sasa tuungane naye Nizia Masinde kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Asante sana Miriam Mlaponi. Na mtazamaji, kwenye habari za biashara leo tunaeleza kuwa Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania TanTrade imeendelea kuimarisha jitihada za kukuza biashara za kimataifa, ambapo imepokea ugeni kutoka nchini Belarus kwa lengo la kujadili fursa za kukuza ushirikiano wa kibiashara na uwekezaji kati ya nchi hizo mbili. Akizungumza jijini Dar es Salaam leo kuhusu fursa zilizopo nchini Tanzania, mkurugenzi mkuu wa TanTrade Dr. Latifa Hamisi amesema Tanzania na fursa nyingi za biashara katika sekta mbalimbali ikiwemo madini, kilimo, afya, usafirishaji na burudani, na kwamba sekta hizo zinasubiri wawekezaji wa nje kuingia na kushirikiana na wazalendo wa ndani ya nchi. Tunatoa wito kwa wafanyabiashara, wawekezaji wa Tanzania kuanza kuifikiria Belarusi sasa, kwenda kule kwa ajili ya kuhakikisha tunatumia fursa ipasavyo. Wenzetu tumewasikia, wametuhakikishia wanaweza kutransfer hata teknoloji, hawana uchoyo, wanasema teknoloji pia huru wataweza kutupatia kwa ajili ya kuendeleza nchi yetu. Kwa hiyo mimi natoa wito kwa Tanzania sasa kufungua macho na kuangalia kwa upande wa Belarusi. Sisi Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania tutafanya kazi kwa ukaribu zaidi na wenzetu counterpart National Export Promotion ya Belarusi kuhakikisha wafanyabiashara wetu tunawafungulia njia na tunawatengenezea daraja la mafanikio. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa National Export Promotion Center kutoka Belarus, Mheshimiwa Mikalai Barisevic, amesema nchi yake ina uwekezaji mkubwa wa teknolojia za viwanda, jambo ambalo linatoa fursa nzuri kwa Watanzania kunufaika kupitia teknolojia na utaalamu katika sekta mbalimbali, hivyo kuimarisha ukuaji wa uchumi wa pande zote mbili. Aidha, TanTrade ilitumia fursa ya mazungumzo hayo kumkaribisha Mheshimiwa Mikalai pamoja na wadau wa biashara kutoka Belarus kushiriki katika maonesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam toleo la 50 yanayotarajiwa kufanyika kuanzia Juni 28 mwaka huu jijini Dar es Salaam, kwani maonesho hayo yanatarajiwa kuwa jukwaa muhimu la kuonesha bidhaa, huduma na teknolojia mbalimbali. Wizara ya Viwanda na Biashara imesema kupitia taasisi zake 13 itaendelea kusaidia kukuza uchumi wa nchi kwa kushirikiana na sekta binafsi zinazojihusisha na shughuli mbalimbali za kiuchumi ikiwemo viwanda vidogo. Wito huo umetolewa na afisa kutoka wizara hiyo Anet Ngoi wakati akizungumza na waandishi wa habari mkoani Geita katika viwanja vya Dr. Samia ambako yamefanyika maonesho ya awamu ya 3 ya wakandarasi, wahandisi sekta ya viwanda pamoja na watengenezaji wa mitambo ya uchimbaji madini. Amesema wizara ina jukumu la kuhamasisha viwanda kuonesha shughuli zao pamoja na bidhaa zinazozalisha, hatua ambayo itasaidia kukuza uchumi wa taifa na kuitangaza Tanzania kimataifa. Leseni, viwango, maendeleo ya viwanda vidogo, chuo cha elimu ya biashara na wengine wengi ambao tuko hapa. Kwa kweli maonyesho haya yamekuwa furaha kwetu, yameonyesha ni jinsi gani Watanzania tulivyo na mwamko wa kuonyesha bidhaa zetu, mitambo yetu ya Kitanzania, ni namna gani tunaweza kufanya ushindani katika biashara. Lengo kubwa ni kukuza uchumi wa nchi. Maonyesho ya Multi Builders kwa kweli yameamsha uchumi wa Geita. Upande wake, mratibu mkuu wa maonyesho hayo, mkurugenzi wa Multi Builders and Constructors Global Expo, amesema kuwa maonyesho hayo yanatoa fursa kwa wachimbaji wadogo kupata vifaa vya kisasa vya uchimbaji, jambo litakaloongeza ufanisi katika shughuli zao. Wanapata fursa ya kujifunza namna ya kutumia mitambo ya kisasa. Mitambo ya kisasa kwa mifano hai kama unavyotambua, tuna mitambo ya kisasa ambayo sasa hivi yako kwenye maonesho, lakini tuna wadau wameleta vitu vyao kwa ajili ya live demo na kadhalika. Tuna drilling machines zilizotoka PRD rigs ambayo ni based India, lakini wana tawi Tanzania. Nadhani wako kwenye migodi kama North Mara, Barrick. Maonyesho yako vizuri, yanaendelea vizuri, kwa changamoto tu ndogo ndogo za hapa na pale, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, maonyesho yanaendelea vizuri na salama, na tunatarajia makubwa sana, tuna expect katika eneo hili. Visima, mashine zetu zinachimba kulingana na urefu. Kwa hiyo kama mteja akitaka mashine ambayo inachimba labda mita 50 au mita 100 au zaidi ya hapo, kwa hiyo yeye atachagua, atasema nataka mtambo wenye uwezo wa kwenda chini mita fulani au kilomita fulani. Miongoni mwa washiriki wa maonyesho hayo ni Seragem Tanzania, ambao wanatoa huduma za matibabu na kinga ya matatizo ya uti wa mgongo. Wamesisitiza umuhimu wa wananchi kutunza afya ya uti wa mgongo ili kuepuka athari mbalimbali za kiafya. Sisi tumetokea ofisini kwetu, tuko ni Mbezi Beach, Dar es Salaam, Tanki Bovu, lakini kwa hapa Geita tumekuja kwa ajili ya maonyesho, ila tumepata wazo la kufungua ofisi hapa Geita. Ni
huduma wanaipokea vizuri, kama unavyoona wengine wametumia na wanaendelea kutumia. Ni huduma ambayo inasaidia sana katika kuboresha mzunguko wa damu, kufanya misuli kama imechoka kidogo na relax, lakini vile vile inaboresha mfumo wa mawasiliano. Na serikali ya Kongo imetangaza kuanzisha kikosi maalumu cha walinzi wa madini, jeshi lisilo rasmi litakalokuwa na jukumu la kulinda migodi pamoja na mnyororo mzima wa uzalishaji na usafirishaji wa rasilimali hizo muhimu. Tangazo hilo limetolewa na IGM, chombo cha serikali kinachosimamia sekta ya madini na kupambana na udanganyifu katika biashara ya madini. Katika taarifa yake, IGM imesema kuwa kikosi hicho kipya cha walinzi wa madini kimeundwa ili kuhakikisha usalama wa migodi, kudhibiti uharibifu wa mazingira na kuzuia wizi au usafirishaji haramu wa madini. DRC ni moja ya mataifa tajiri zaidi duniani kwa rasilimali za madini. Nchi hiyo hutoa takriban 70% ya kobalti ya dunia, madini muhimu kwa utengenezaji wa betri za magari ya umeme, vifaa vya kielektroniki na teknolojia ya ulinzi. Aidha, taifa hilo linamiliki akiba kubwa ya shaba, coltani, lithium na madini mengine adimu yanayotumika katika sekta ya teknolojia ya kisasa. Katika miaka ya hivi karibuni, sekta ya madini nchini humo imekuwa ikivutia uwekezaji mkubwa kutoka nje. Kampuni za uchimbaji madini kutoka China ndizo zinazotawala sehemu kubwa ya sekta hiyo, ingawa pia kuna uwepo wa kampuni kutoka Marekani na mataifa mengine ya Ulaya na Asia. Asante sana mtazamaji na Miriam Mlaponi. Hayo ndio yaliyojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo. Nikushukuru sana Nizia Masinde kwa habari za biashara. Mtazamaji, ni TV Habari na mimi ni Miriam Mlaponi, na ndio tunafikia mwisho wa habari za nyumbani. Tupate mapumziko mafupi kisha tuzitazame habari za kimataifa. Mimi ni Miriam Mlaponi, asante na endelea kuwa nasi. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Na katika habari za kimataifa, wanamgambo wenye silaha waua vijana 29 uwanjani Nigeria.